Niko nataka niseme. Na wazi nimetangulia kusema utasema, kwa nini mwalimu amekwenda kusoma hapa nisi? Tunakuwa tena wakati ya Pentecost. Ya nani ya Pasaka? Tunakuwa tena wakati ya Pasaka mwalimu kwenda kutusomea hapa. Hapana, basi kila neno tutakuwa tunasoma wakati ya Pasaka, wakati ya Christmas. Hapana. Neno hili ama kichwa cha neno hili ni kwamba dhamiri baada ya tendo. Dhamiri baada ya tendo. Ningekwenda kuuliza, kwa nini Petro alilia machozi? Kwa nini Petro, labda mnaweza kunijibu. Nauliza kanisa lote, kwa nini Petro alikwenda kulia machozi? Je, ni kwa sababu aliona kwamba Yesu anataka kusulubiwa? Ndio maana aliweza kulia? Hapana. Sijui labda na wewe una jibu lako. Mimi jibu langu niliona kwamba Petro alienda kulia kwa sababu ya nini? Ya dhamiri. Kipindi kile Yesu alimwambia kwamba, Bwana, wewe jinsi ninavyokuona. Sasa sikugusia kule kote kwenye balitoka. Lakini Yesu alikuja kumwambia, lakini jinsi ninavyokuona wewe utanikana mara ngapi? Mara 3. Na hapa tumesikia kila huyu walikuwa wakisema kwamba ni wanawake. Hapa walikuwa kwa hii Kiswahili wanasema kama ni watumishi. Lakini nyingine Kiswahili nakwambia kwamba ni wanani? Wanawake ndio walikuwa wakimwoji Petro. Wewe unafanana mmoja wa wale. Petro anakataa. Wewe unafanana kwamba ulikuwa pamoja na Yesu. Petro anakataa. Ni wanawake. Sio mwenzake mwanaume, hapana. Wanawake ndio walikuwa wanafanya nini? Wanamhoji. Sasa Petro kwa ile dhamiri, kwa sababu Yesu alikuwa alishamwambia kwamba kabla jogoo hajawika wewe utakuwa umekwisha kunikana mara ngapi? Mara 3. Jua kwamba kuna machozi ya furaha na kuna machozi ya huzuni vile vile. Kuna wakati mnaweza mkakutanana na mtu miaka mingi, siku nyingi, mkizungumza alafu machozi yanakutoka kwa ajili ya furaha. Je, kwa sababu machozi yanakutoka utasema kwamba una huzuni? Kuna machozi ya furaha na kuna machozi ya huzuni vile vile. Petro hapa wakati alilia machozi ya huzuni kwa kukumbuka yale Yesu alivyomwambia kwamba wewe utanikana mara ngapi? Mara 3. Na wazi umesikia jinsi neno linasema kwamba huyu alikuja akamwambia, kwa Yesu unafanana. Wewe ulikuwa pamoja na Yesu wa wapi? Wa Nazareti. Petro asema hapana. Wapila kakuja wakati Petro alitoka tu nje. Iko tu kumlango. Mwingine akamwambia, lakini wewe jinsi ninavyokuona, wewe unafanana kwamba wewe ni mwanafunzi pamoja na wanafunzi wa Yesu. Petro akasema, huyo mimi simjui, na kwanza sijui uko unasema nini. Akaenda kukaa nje. Iko tu pale. Mwingine akamwambia, lakini wewe ukatana na msemo wako. Jinsi ninakuona, wewe uko mmoja pamoja na wanafunzi wa Yesu. Petro hapo akafanya nini? Ndio maana nasema kwamba dhamiri baada ya nini? Tendo. Petro hii dhamiri ilikuja, lakini tendo lilikuwa lishafanya nini? Lishatendeka tayari. Aza wewe mwanadamu, na wewe kila mwanadamu yeyote yule huwa ana dhamiri. Na tunaona kwamba kuna aina ya dhamiri ngapi? 2 kwa mwanadamu. Kuna dhamiri safi na kuna dhamiri mbaya. Wengine Kiswahili wanakwambia si dhamiri mbovu. Ndio dhamiri mbaya. Kila mwanadamu yeyote huwa ana dhamiri ngapi? 2. Kuna dhamiri safi na kuna dhamiri mbaya. Tuangalie. Hizi dhamiri zote 2 huwa zinakuwa karibu yako hivi. Hizi dhamiri, iwe safi, iwe dhamiri mbaya, zote zinakuwa karibu yako. Ni kama vile mtu anavyotembea, au ninajiangalia hii kizunguzungu. Si yangu.
na dhamiri ndio iko, manake mnakuwa nayo. Uko wapi, uende wapi, mko na hizo dhamiri. Utende tendo fulani lizuri, dhamiri nzuri iko pale. Utende tendo mbaya, dhamiri mbaya iko pale. Lakini kwa hizi dhamiri zote mbili huwa zinapingana. Bwana tuhurumie sana. Hizi dhamiri zote mbili huwa zinapingana.